Home Clinic. Afya ni kama bustani, usipoipalilia na kulinda, magugu yatachukua nafasi yake. Hujambo mtazamaji wa SAUT TV popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi bora kwa ajili ya kukuletea mada mbalimbali zinazohusu masuala ya afya. Nahodha wako wa zamu, jina langu ni Stella Pot, tuwe sote mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano, muda na wakati kama huu, na mada iliyoko mezani kwa siku ya leo inasema ni madhara yapi yanaweza kujitokeza kwa mtu ambaye anatumia vyakula vyenye mafuta mengi mara kwa mara. Hiyo ndio mada ambayo tutakwenda nayo mwanzo mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Tega sikio lako, macho yako tazama mbele, chukua daftari lako ili kuweza kuandika na kuweza kujifunza hiki ambacho kinakujia kupitia kipindi hiki cha Home Clinic. Na awali ya yote, tujikumbushe Krenkopazo ya wiki iliyopita. Swali lilikuwa likihoji, ni mambo yapi ambayo yanaweza kusababisha ubongo usifanye kazi kwa ufasaha? Na majibu yake ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kuwa na msongo wa mawazo uliopitiliza. Hilo ni jambo la kwanza ambalo linaweza likafanya ubongo usifanye kazi kwa ufasaha ama ipasavyo. Na jambo la pili, kukosa lishe bora. Na jambo la tatu ni kutumia vilevi ama madawa yenye viambata sumu. Hayo ni mambo machache tu kati ya mengi ambayo yanaweza kufanya ubongo usifanye kazi kama inavyotakiwa. Na mara baada ya kupata majibu ya Krenkopazo ya wiki iliyopita, ni wasaa wa kutazama Afya Storyline ya wiki hii. Chakula ni hitaji muhimu kwa maisha ya binadamu, kwani hutoa virutubishi vinavyohitajika kwa ukuaji, nguvu na afya bora. Hata hivyo, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi kupita kiasi unaweza kusababisha matatizo mbalimbali ya kiafya. Ingawa mafuta ni muhimu mwilini kwa ajili ya kutoa nishati na kusaidia ufyonzaji wa baadhi ya vitamini, matumizi ya mafuta mengi, hasa mafuta yaliyojaa saturated fats na mafuta ya viwandani trans fats, yanaweza kuwa na hatari kwa afya ya binadamu. Kwanza, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi unaweza kusababisha ongezeko la uzito na unene kupita kiasi. Mafuta yana kiwango kikubwa cha kalori, hivyo mtu anayekula vyakula vya kukaanga na vyakula vya haraka mara kwa mara hupata kalori nyingi kuliko anazotumia, jambo linalochangia kuongezeka kwa uzito. Pili, mafuta mengi huongeza hatari ya kupata magonjwa ya moyo pamoja na mishipa ya damu. Mafuta yaliyojaa yanaweza kuongeza kiwango cha rehemu mbaya LDL cholesterol kwenye damu, hali inayoweza kuziba mishipa ya damu na kuongeza uwezekano wa kupata shinikizo la damu, kiharusi na mshtuko wa moyo. Tatu, ulaji wa mafuta mengi unahusishwa na kuongezeka kwa hatari ya ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Ulaji uliopitiliza unatokana na ulaji wa mafuta mengi unaweza kufanya mwili kushindwa kutumia homoni ya insulini ipasavyo, hivyo kuongeza kiwango cha sukari kwenye damu. Aidha, vyakula vyenye mafuta mengi mara nyingi huwa na kiwango kidogo cha nyuzi, vitamini na madini muhimu. Hali hii unaweza kusababisha mwili kukosa virutubishi vinavyohitajika kwa ukuaji wa kinga dhidi ya magonjwa. Ili kujikinga na madhara haya, wataalamu wa afya wanashauri kupunguza matumizi ya vyakula vya kukaanga, chipsi, mandazi, keki na vyakula vilivyosindikwa kupita kiasi. Badala yake, watu wanapaswa kula vyakula kama matunda, mboga, samaki, karanga na kutumia mafuta yenye afya kwa kiasi kinachofaa. Pia ni muhimu kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kudhibiti uzito. Kwa ujumla, ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi kupita kiasi unaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya kama vile unene, magonjwa ya moyo, kisukari pamoja na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Hivyo ni muhimu kuzingatia lishe bora na kula vyakula vyenye mafuta kwa kiasi kinachoshauriwa ili kulinda afya na kuongeza ubora wa maisha. Mayara Swea, SAUT TV.
Yes, online hiyo mtazamaji wa Sauti TV ndani ya kipindi cha Home Clinic, moja kwa moja inanipa nafasi ya kuweza kukaribisha tena uweze kutazama maoni ya wananchi walioyatoa wakiangazia mada hii. Wao wanasema nini? Ama wana uelewa gani juu ya mada iliyoko mezani kwa siku ya leo? Karibu sana. Lakini ninachojua kwamba watu wakiwa wanatumia vyakula vingi vya mafuta wanapata madhara mbalimbali, kama mwili unakuwa unaongezeka mafuta sana, unakuwa wanene. Wengine wanapata matatizo ya labda useme moyo, pressure. Ushauri wangu ni kwamba na washauri watu wasiwe wanakula sana vyakula vya mafuta, kwa sababu itawaletea sana madhara kiafya zaidi. Kwa upande wangu, madhara yanayotokana na kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi, cha kwanza inaongeza uzito, ambapo inapelekea mtu, kuna baadhi anakuwa mzito kwa baadhi ya mambo, labda kwenye kutembea kuna mtu anakuwa anajihisi uzito. Lakini pia kula vyakula vyenye mafuta mengi pia inapelekea kupata magonjwa kama pressure. Binafsi kwa upande wangu, athari za mafuta katika mwili wa binadamu zipo nyingi, ila kwa mimi ninavyofahamu kuwa mafuta yanaweza kupelekea shinikizo la damu, kwa sababu mafuta yanapokuwa mengi yanaweza kaenda kuganda kwenye moyo. Hivyo yakiweza kuganda kwenye moyo, yanapelekea moyo unashindwa kupampu damu vizuri, hivyo ikapelekea shinikizo la damu. Lakini pia tu si shinikizo la damu, bali pia pressure, na kuweza kupelekea mpaka mtu akawa akashindwa kupumua vizuri. Kama unaweza kuona watu wenye mafuta mengi, aidha wale wenye miili minene, akifanya jogging kidogo hapa na pale, nakuta nakimbia, rate yake ya kuhema, ile breath rate, inakuwa tofauti na mtu ambaye hana mafuta mengi au mtu ambaye mwenye mazoezi na hali vyakula vingi vyenye mafuta. Na mara baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi ambao wameelezea kwa namna, kila mmoja ameelezea kwa namna anavyoelewa. Sasa moja kwa moja nikupeleke katika chumba cha daktari uweze kufahamu leo daktari ana nini juu ya mada hii ambayo inaangazia madhara yanaweza kujitokeza kwa mtu anayetumia vyakula vyenye mafuta mengi mara kwa mara. Daktari, kwa kuanza, pengine ni madhara yapi ama nini kinaweza kutokea kwa mtu anayetumia vyakula vyenye mafuta mengi mara kwa mara? Ulaji wa mafuta mengi, tunaposema kwamba ulaji wa mafuta mengi sio kwamba ni kwamba mtu anakula yale mafuta direct. Tunaposema ulaji wa mafuta mengi ni kwamba ni mtu anapokuwa anakula vile vyakula ambavyo vinakuwa vina mafuta mengi. Sasa hivyo vyakula ambavyo vinakuwa vina mafuta mengi vinaweza kuwa ni vyakula ambavyo vinakuwa vimepikiwa mafuta ambayo yanakuwa yanabaki kwenye vile vyakula, yanakuwa hayaondoki. Kwa sasa mtu anaweza akayala yale mafuta kupitia mafuta yaliyokuwa yamepikiwa chakula. Lakini pia kuna wakati mwingine mtu anaweza kuwa anakula vyakula ambavyo ni vya mafuta mengi. Kwa mfano, kama unakuta mtu anakuwa anakula nyama ambayo inakuwa ina mafuta mengi. Katika hilo swala inaweza likapelekea mtu akapata matatizo kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vinakuwa vina mafuta mengi. Sasa mafuta kama mafuta ni miongoni mwa makundi yale ya vyakula. Sasa kama ina maana kwamba mtu katika mlo wake akiwa anakula vyakula ambavyo vinakuwa vina mafuta mengi, huwa vinaweza vikasababisha madhara ya kiafya, si ndio? Na miongoni mwa hayo madhara ya kiafya ambayo mtu anaweza akayapata, inaweza kuwa ni magonjwa ya moyo, au mtu anaweza akapata magonjwa ya kiharusi kutokana na ulaji wa mafuta mengi. Lakini pia mtu anaweza kupata tatizo la kisukari, mtu anaweza akapata tatizo la kuongezeka uzito, lakini pia mtu anaweza akapata shida katika ini. Kitu kingine kinaweza kusababisha mvurugiko wa homoni. Lakini pia kitu kingine, changamoto ambayo mtu anaweza akapata ni hata kutokupata ule mmeng'enyo mzuri wa chakula. Umebainisha vyema kuhusiana na magonjwa ya ndani ambayo yanaweza kutokea na madhara mengine. Pengine ni madhara yapi ya haraka yanaweza kujitokeza mbali na hayo magonjwa ya ndani? Kwa mfano ile kwa haraka changamoto ambazo mtu anaweza akapata ni kwamba mtu anaweza akapata tatizo la kiungulia, si ndio? Kiungulia kwa Kiingereza tunasema kwamba anaweza akapata hiyo heartburn. Maana kwamba kwa mfano kama mtu akila vyakula vya mafuta anakuwa anahisi kama anakeleketwa. Kwa hiyo maana kwamba yale ndio madhara ya haraka ambayo mtu anaweza akayapata. Kwa sasa mtu akiweza kupata yale madhara kama ya kiungulia, hiyo hapo itaweza kusababisha hata pia katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula utakuwa
hauwezi ukawa sawa sawa. Ina maana kwamba madhara ya haraka ambayo mtu anaweza akayapata kwa haraka. Lakini changamoto kwa mfano kama hizi hapa za kisukari, changamoto kama za shinikizo la damu, lakini pia changamoto la magonjwa ya pressure, hayo tutasema kwamba ni madhara ambayo yanakuwa ni ya muda mrefu. Kwa mfano kama mtu akiwa anakula vyakula hivyo kwa muda mrefu, inaweza kusababisha changamoto kama hizo. Kwa mfano, watu wengine wanakula sana vyakula hivi vya mafuta kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vinakuwa vimekaangwa na mafuta. Kwa mfano kama wale wanaopenda sana kula chipsi, umeona? Lakini pia wale watu ambao wanaokuwa wanapenda labda kula vile vyakula vya kukaanga sana, wanaweza kupata changamoto kama hii hapa. Asante sana daktari. Kutoka chumba cha daktari tupate mapumziko mafupi, nikupeleke kuweza kutazama clinical message ya wiki hii. Clinical message. Message. Na clinical message hiyo mtazamaji, inanipa nafasi tena ya kurejea katika chumba cha daktari kuweza kusikiliza nini ushauri wa daktari kwa watu ambao wamekuwa wakitumia vyakula vyenye mafuta mengi mara kwa mara ili kuweza kuepukana na madhara kama ambayo yamebainishwa hapo awali. Karibu sana daktari. Kama tulivyosema kwamba mafuta kama mafuta ni miongoni mwa vyakula ambavyo vinapatikana katika makundi ya vyakula. Sasa tunapokuwa tunatumia mafuta, kitu cha kwanza kabisa inabidi tuweze kutumia mafuta kwa kiasi, kwa sababu miili yetu huwa inakuwa inahitaji mafuta kwa ajili ya kuweza kuratibu shughuli mbalimbali za mwili. Kwa hiyo inabidi tuweze kula mafuta kwa kiasi, tusiweze kula mafuta mengi. Lakini ushauri ambao naweza nikatoa kwa wanajamii ni kwamba inabidi kama kuna uwezekano tuweze kurudia zama zetu zile za nyuma. Kitu cha kwanza inabidi vyakula vyetu tuweze kuwa tunaoka, si ndio? Kama kuna uwezekano kuoka vyakula tunaweza kuwa tunaoka. Kama kuna uwezekano kuvichemsha vyakula tunaweza kuwa tunavichemsha, lakini pia kama kuna uwezekano kuvibanika vile vyakula tunaweza kuwa tunavibanika ili kuweza kupunguza matumizi makubwa sana ya mafuta. Lakini pia kitu kingine cha msingi ni kwamba inabidi tuweze kujitahidi kuweza kufanya sana mazoezi, kwa sababu tukiwa tuna matumizi makubwa sana ya mafuta inaweza ikasababisha watu tukapata magonjwa ya kisukari, inaweza kusababisha tukapata magonjwa ya pressure, inaweza kusababisha tukapata magonjwa ya stroke. Na haya magonjwa yote ni magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kwa hiyo maana kwamba tukibadilisha mtindo wa maisha tunaweza tukajikuta tumeepukana na aina nyingi sana za magonjwa ambayo yanakuwa sio ya kuambukiza, kama magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, pamoja na magonjwa ya shinikizo la damu. Ushauri wa kitaalam huchukuliwa na kufanyiwa kazi. Mtazamaji wa SAUT TV, ni wasaa sasa wa kuweza kutazama clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Clinical puzzle. Siku zote clinical puzzle lazima kiupo kufikiri ili kuweza kutoa maoni ambayo yatasaidia, yatajenga na yataendelea kulinda afya ya mtazamaji. Hivyo majibu ya clinical puzzle utayapata katika kipindi cha wiki ijayo. Endelea kutoa maoni yako katika uwanja wetu wa comment. Pia endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok kwa jina moja tu la @SAUT TV. Nikukumbushe tu mada iliyokuwa mezani katika kipindi hiki ni nini kinaweza kutokea kwa mtu ambaye anatumia vyakula vyenye mafuta mengi mara kwa mara. Waweza kutazama Afya Storyline, maoni ya wananchi, chumba cha daktari na clinical message, hali kadhalika clinical puzzle ya wiki ijayo. Mimi sina la ziada ndani ya kipindi hiki. Naitwa Stella Po, hadi wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa. Home Clinic.